Ukuaji kama mojawapo ya funguo ya kukuingiza kwenye maisha ya kiungu duniani, kwenye maisha ya ishara, maajabu na miujiza. Kwenye Isaya 8 natuambia, mimi tazama, mimi na watoto niliopewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli. Tazama, mimi na watoto niliopewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli. Ukuaji ni wito wa mabadiliko ya kimtazamo kwanza, ya kifikra kwanza. Ukuaji, kitu cha kwanza unachofanya, unaita mabadiliko ya kifikra, mabadiliko ya kimtazamo. Amen. Mtazamo wa mtu hawezi kubadilika mpaka kwanza kuna kitu kipya kimeingia kwenye kichwa chake. Hauwezi kubadilisha fikra zako na mtazamo wako kama haujaweka kitu kipya ndani, sababu kitu kipya ndicho kinachokubadilishia namna unavyotazama na namna unavyofikiri. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ni mpaka kwanza uamue kwa kukusudia kuweka nafasi ya mabadiliko chanya katika maisha yako. Hauwezi ukasema kwamba umekuwa, au hauwezi kusema kwamba niko katika safari ya ukuaji. Ni mpaka ukusudie kwa kumaanisha kuweka nafasi ndani ya moyo wako, ukusudie kwamba naweka nafasi ya ukuaji ndani yangu. Hapo ndipo unapokuwa umeanza safari yako ya ukuaji. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni mabadiliko yanayoonekana na yanayoshikika ndiyo yanayoweza kuonyesha kwamba unakuwa au haukui. Amen. Amen. Sikiliza, tukiongea kukua, hautongelei vitu vinavyoonekana huku chini. Tunaongelea kwanza ukuaji wako wa ndani. Tunaelewana? Tunaelewana? Amen. Ukuaji wako wa ndani ndio unaokuja kuamua ukuaji wako wa nje. Nimekuambia ni mpaka kwanza utakapotengeneza nafasi ndani yako katika maisha yako, ndipo utakapoweza kusema kwamba sasa ninakuwa au niko katika safari ya ukuaji. Usipotengeneza nafasi ndani yako, hauwezi kukua na hauwezi kuongezeka. Amen. 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 Ni mabadiliko yale yanayoonekana na kushikika, hayo ndio yanayotuonyesha kwamba unakuwa au unadumaa. Kanisani mimi nawajuaga wote, hamna mtu ambaye simjuagi. Kila mtu naweza nisikuje kwa undani, lakini naweza nikakaa nikaongea nikajua wewe unakuwa au haukui, umedumaa au umerudi nyuma. Nimesema hivi, ni mpaka uweke nafasi ndani yako ya kukusudia kukua, ndipo unapoweza kusema sasa niko katika safari ya ukuaji. Usipokusudia hauwezi kukua. Yes. Hauwezi kukua. Hata tuje tupasue kichwa, sawa, tutoe kila kitu ndani yako tukiweke vipya, ila kama kwenye nafsi yako haujakusudia, mwili wako hauendi. Mwili wako utatii yale tu ambayo roho yako na nafsi yako vimepatana kuyafanya. Mwili utatii. Tunaelewana? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama vile ambavyo unakusudia kwamba sasa ngoja niende nikasome, ukuaji wako unatoka darasa la kwanza, uenda la pili, uenda la tatu, uenda la nne, mpaka la saba. Wewe kama kila mwaka tunakuwa uko la kwanza, miaka mitatu la kwanza. Tunamwambia sasa, wewe ndugu yangu, wewe njoo. Tuna mambo ya shule, wewe haya. Wewe na shule uko bye bye. Twende kachunge mbuzi. Tunampa mbuzi kachunge. Si ndio? Kwa sababu tuna haendi. Kwa sababu hamna ukuaji. Ukuaji kwenye neno lazima pia kuna shifting. Kuna kuhama kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sawa? Ukichukua picha zako ulipokuwa darasa la kwanza na darasa la pili, ukachukua na picha yako sasa hivi, unaweza kujikataa. Unasema huyu sio mimi. Sababu kipindi hicho kichwa chako kilikuwa pembeni kama boksi. Saizi kimekaa duara kama yai. Si ndio? Sasa unasema hiki kichwa cha kwangu, sasa hiki kichwa cha kwangu hiki. Hiki kichwa cha kwangu. Ukiangalia picha zako za zamani, sasa unajikataa. Kwa sababu kuna mabadiliko. Si ndio? Wakati uko mdogo unajiona katoto kazuri. Saizi umekuwa mzuri zaidi. Ukiangalia sasa unasema ndio nilikuwa mimi hivi. Unajikataa. Si ndio? Amen. Si ndio? Kwa nini?
kwa sababu ya ukuaji. Yes. Kwa sababu ya ukuaji. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukuaji ni kitu cha lazima katika safari au katika aina ya maisha ya kuishi maisha ya kiungu duniani. Ukuaji ni lazima. Ukuaji ni kitu cha msingi na ni cha lazima kwa mwanadamu kuishi maisha ya kiungu duniani. Ukuaji ni kitu cha msingi na cha lazima kwa mwanadamu kuwa na maisha ya ishara, maajabu na miujiza. Amen. Kiwango chako cha ukuaji ndicho kinaamua kiwango cha Mungu kukuamini kwa mambo ya kwake, na katika mambo ya kiishara, maajabu na miujiza inaamuliwa na ukuaji wa kwako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Wiki iliyopita nilikwambia hivi, Mungu tofauti na mwanadamu. Sisi tunakupa nafasi kwanza, ndipo tunakuamini utakapofanya vema kupitia ile nafasi. Ndio Mungu hakuamini, hakupi nafasi kwanza ili akuamini. Anakuamini kwanza ndio anakupa nafasi. Tuelewana? Kwa Mungu anaangalia kwanza, huyu mtu nikimweka hapa anaenda au haendi, ataweza au hawezi. Sisi tunakupa nafasi kwanza, unatuharibia. Ukituharibia tunapoteza uaminifu, si ndio? Ila tungejua tangu mwanzo tusingekupa. Mungu yeye anakuamini kwanza ndio anakupa. Kwa anakutesti kwenye vitu fulani fulani, si ndio? Si ndio? Amen. Anakupa kwanza 200,000. Anaona kutoa 20,000 tu kama fungu la 10 hatoi, anakula yote. Asema huyu hapa hata 10,000 haimfai. Ushaona? Si ndio? Ila akikutoa 200,000 unatoa 20,000. Toa 500,000 unatoa 50,000. Toa 1,000,000 unatoa 100,000. Asema anakuongeza. Inafika mahali kwa anapima uaminifu wako kwanza. Yes. Sawa? Amen. Anapima kwanza. Mungu ni Mungu wa maarifa, na kwake matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3. Si ndio? Sura ya pili mstari wa 3. Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa 3. Mungu ni Mungu wa maarifa. Kwa makini nini? Anaweka jiwe la kilo 1, afa na kutesti matendo yako. Anatosha kilo 1, anaongeza kilo 2. Anaangalia kama utapanda. Okay, anaweka kilo 3. Kwa mizani ni wingi wa mizani. Si ndio? Kama ukaenda buchani huwezi kununua nusu kilo ya nyama ukaweka jiwe la kilo 2, ukaweka jiwe la nusu kilo. Na kabla hajaweka nyama anaweka jiwe kwanza, si ndio? Akisha jiwe, akiweka nyama anakuwa anapunguza mpaka ifiti. Na Mungu ndivyo hivyo. Akiupeka laki unaenda naye. Afika 500 unaanza 50 yote. 50 ya wapi? Mungu tanisamehe tu. Unakuwa unasema huyu kiwango chake ni cha 200,000 kwa sababu 200,000 aliweza. Anamshusha kwenye 200,000 ndio level yake. Sababu 200,000 aliweza. Ndio vile kwamba mtu anaweka nyama, mbona nyama zimezama sana kuliko jiwe? Anapunguza nyama mpaka ifike kwenye kilo 1 aliyeweka. Tunaelewana? Sasa sisi tunaelewa. Sikiliza, mimi nakusaidia, mimi sitaki hela yako. Sawa? Mimi sitaki hela yako. Maisha ni unaona nitosha. Nishalizika. Yaani mimi unaona hivi, nishikwa kulizika. Wewe unasema hivi, chochote ambacho Mungu hawezi kunipa asinipe, nisikipate. Ila kile ambacho Mungu anakusudia nikipate, nitakipata tu. Yaani wala bila kustagu kitakuja tu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ila nataka nikusaidie kwamba kiwango chako cha ukuaji kwenye eneo lolote lile kinaamua kiwango cha Mungu kukuamini na mambo mbalimbali kwenye maisha yako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu mwenyewe Luka anda Luka 2:40. Soma Luka 2:40. Yesu mwenyewe alizaliwa, si ndio? Alikuja kama Masihi, si ndio? Si ndio? Alikuwa amebeba ukamilifu wote wa Mungu. Alikuwa ni Mungu kwa 100% na alikuwa ni mwanadamu kwa 100%, si ndio? Lakini kwa sababu alikuwa mtoto kwa jinsi ya mwili, hakuwa na uwezo, hakudhihirisha, hakumanifest, hakudhihirisha yale mambo makubwa yaliyokuwa ndani yake mpaka alipokuwa mtu mzima, si ndio? Biblia inasema hivi, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, si ndio? Kiingereza kinasema tumepewa mtoto. Kwa ajili yetu mtoto mzaliwa, tumepewa mtoto. Kiswahili kinasema mtoto. Ile Kiingereza kinatumia child na son, si ndio? Sasa kwa Kiswahili nini ndio inakuwa mtoto hivyo hivyo? Mwana. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa,
tumepewa mwana, si ndio? Kwa hiyo alizaliwa mtoto ila tulipewa mwana. Sasa mwana sio mtoto, yaani mtoto ni kwenye umri, mwana sasa sijui nisemeje sasa, lakini ni kwamba hakutolewa mpaka alipokuwa mtu mzima. Kwa lugha nyingine, tunaelewana? Imesema hivi, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, hajasema tumepewa mtoto, anasema tumepewa mwana. Sasa Kiswahili kimesema tumepewa mtoto mwanamume, mtoto mwanamume. Lakini utaka kupata maneno vizuri zaidi, urudi kwenye kule ikutafsiriwa kutoka, inatumia neno mwana. Tuelewana? Kwa hiyo japokuwa Yesu alizaliwa kama mtoto na ni Mungu kwa 100%, kuna mambo hakuwa na uwezo wa kuyafanya mpaka alipokuwa mtu mzima. Tunaelewana? Tunaelewana? Na Mungu alikuwa na mtest pia. Ndio maana alipanda kubatizwa kwa Yohana Mbatizaji, Biblia inasema mbingu zilifunguka, si ndio? Roho Mtakatifu akashuka juu yake kama hua. Anasema huyu ni mwanangu mpendwa, nimependezwa naye. Ikaishia hapo. Ikaishia alipoanza kufanya kazi, akahudumu, akatumika, baadaye tena mbingu zikafunguka. Mungu anasema huyu ni mwanangu mpendwa, nimependezwa naye, msikieni yeye. Hicho ni kiwango kingine cha uaminifu, kwamba sasa mnaweza mkamsikia, naweza nikapitisha mambo ya kwangu yakapita kwake kuja kwenu. Ninamwamini kwamba atakachokisema kitakuwa cha kwangu, atakachokifanya kitakuwa cha kwangu. Ninamwamini hawezi kuchakachua. Tunaelewana? Sikiliza, Haruni alikuwa ni kuhani wa Bwana, ila niambie kwenye Biblia Mungu hakusema na Haruni moja kwa moja. Kwa nini? Hakuwa anamwamini. Kwa nini? Sababu wana wa Israeli wakati Musa ameenda mlimani siku 40, wakaenda kama tuonyeshe Mungu wako. Hana uwezo wa kumleta Mungu katikati yao, na ametwa na Mungu. Akasema hamna shida, vua hereni, vua bangili, vua mikufu, yeyusha, tengeneza ndama. Huyu ndio Mungu wenu. Akawapa, huyu ndio Mungu wenu aliotoa utumwani, si ndio? Ila Mungu alikuwa anamwamini Musa 100%. Ndio maana akamwambia Musa, huyu Haruni ni kuhani, lakini wewe utakuwa Mungu, utakuwa kama nabii, utakuwa unamwambia cha kusema, yeye ndo anasema. Ni yeye. Imagine, Haruni ni kuhani. Unajua maana kuhani? Kuhani unasimama katikati ya Mungu na wanadamu, unaongea na Mungu kwa ajili ya watu wengine. Sasa unajiwaza Haruni alikuwa anafanyaje kazi yake? Kama Mungu kuongea naye mpaka Mungu amwambie Musa, Musa aenda akamwambia Haruni. Wadhani kwa nini? Mungu alikuwa hamwamini Haruni. Kwa moja maana zani akamwambia akaongeza vya kwake au akapunguza. Kwa sababu ya kiwango cha ukuaji. Haruni alikuwa ni mtoto kiroho, japo alikuwa ni mkubwa kiumri. Alikuwa ni mtu mzima, na mke na watoto 4. Ila alikuwa ni mtoto kiroho. Kwa nini? Sitafuta Biblia yako, soma. Hakuandika chochote, hamna chochote kilichoandikwa na Haruni. Musa ameandika kitabu cha Mwanzo, japo hakuepo. Kutoka chenyewe, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Walawi, ameandika vitabu 5 ameandika Musa. Haruni alikuwa wapi? Hata sentensi moja hamna iliyoandikwa. Hata kitabu kama Yuda, sura 1 ya Yuda. Hata Obadia sura 1 ina sijui mstari 17 sijui. Haruni hajaandika, na ni kuhani. Soma ni wapi Haruni alijifungia kama Musa anaenda akakana Bwana kwenye maombi. Ni mpaka Mungu akiwaita Haruni, anambia tena Mungu anaenda kwa Musa, Musa mchukue Haruni njoni hemani. Kwani yeye hata kwenda hemani mbele za Bwana, ni mpaka Musa amwambie Bwana twende. Kama wengi humu tulivyo, hauji mpaka upigiwe simu, hauji mpaka ukumbushane ibada kesho, utumie message. Wewe hauna tofauti na Haruni. Soma Biblia yako. Haruni alikuwa hana zile itikadi za kivyake. Hata akienda labda mara moja, ni mpaka Mungu aende kwa Musa. Unajua Mungu alikuwa haendi kwa Haruni moja, aende kwa Musa. Musa mchukue Haruni njoni hemani, nataka kusema na nyie. Wewe Haruni huna passion binafsi kwenda kusema na Mungu, kumsikia Mungu, huna binafsi. Wewe Haruni wa humu mpaka Jumapili tu ndio uje upate kaombi kanusu saa. Siku pastor hajaongoza maombi kama leo Mungu tumwombea taifa. Hajaongoza maombi kama tunavyoongoza maombi wiki nzima. Unakuwa wiki nzima imepita huombi. Wewe Haruni wa hapa, hata kasura kamoja ka Biblia husomi. Wewe Haruni wa hapa, soma ni wapi Haruni alikana Mungu binafsi wanawaongea? Hamna. No wonder watoto wake walikufa, si ndio? Walikufa watoto wawili, mtoto wake wa kwanza na mtoto wa pili. Sawa? Kwa nini? Biblia inasema walisogeza moto wa kigeni madhabahuni. Mungu akatandika wakafa pale pale. Unasogezaje moto wa kigeni? Maana hawakuwa na misingi mizuri ya kiroho. Utii wao kwa Mungu ulikuwa uko down. Kwa nini? Kwa sababu
Yeye mwenyewe hana fellowship na Mungu, atambukizaje fellowship na Mungu kwa watoto wake? Si ndio? Si ndio? Amen. Hey. Mwambie jina lako, wewe ni Haruni au ni Musa? Wewe ni Haruni au ni Musa? Soma Luka sura ya 2 mstari wa 40. Luka sura ya 2 mstari wa 40. Inasema, yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Sasa hiyo akaongezeka nguvu, Kiswahili kimeishia tu hapo, akaongezeka nguvu, si ndio? Akaongezeka nguvu, amejaa hekima. Pale Kiingereza kinasema akaongezeka nguvu katika roho, si ndio? Yeah. Anasema akaongezeka nguvu katika roho. And works the strong in the spirit. In the spirit. Akaongezeka nguvu za kupiga chuma. Yesu apigaga chuma. Sawa. Lazima tuonyeshe hiyo nguvu iliongezeka wapi? Hakuwa bouncer ana misuli. Si ndio? Aliongezeka nguvu katika roho. Sawa? Hiyo hiyo sentence ukiangalia, isome tena vizuri. Yule mtoto akakua. Yule mtoto akakua. Huo ni ukuaji wa kimwili, ni mabadiliko ya kimwili. Aliongezeka, alikuwa mtoto. Kumbuka nimekwambia kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mwana. Kwa alikuwa kutoka kwenye utoto kwenda kwenye mwana. Kwa hiyo ni ukuaji wa kimwili. Then akaongezeka nguvu katika roho. Usisahau Kiswahili kimesahau hilo neno. Akaongezeka nguvu katika roho. Huo ni ukuaji wa kiroho. Aliongezeka nguvu katika roho. Kwa maana nini? Alikuwa kimwili kutoka kwenye mtoto kwenda kwenye utu uzima, lakini pia alikuwa kiroho. Then amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Huu ni ukuaji wa fikra. Huu ni ukuaji wa akili. Amejaa hekima. Hekima ni nini? Hekima ni matumizi sahihi ya maarifa sahihi, mahali sahihi, kwa wakati sahihi. Hiyo ndio hekima. Kwa ni matumizi sahihi ya maarifa. Kwa ukitoa maarifa huna hekima. Kwa aliongezeka katika hekima, si ndio? Na neema Mungu ilikuwa juu yake. Kwa Yesu mwenyewe ukimwangalia alikuwa anakuwa katika mambo matatu kwa pamoja. Si ndio? Si ndio? Si ndio? Unajua kuna watu wa hovyo wapo. Biblia ni Matendo sura 17. Inasema wakati zile issue za Paulo, tunasema ushidini. Wakati issue za Paulo zile wanataka kumuua, Biblia inasema wanaenda kutafuta watu wa hovyo. Wakati Paulo ameenda ilikuwa ni Efeso au wapi kuchapa injili, wakaenda kuwafanyia fujo. Biblia inasema watu watafuta watu wa hovyo kwenda kuwafarakanisha na kuwafanyia fujo kina Paulo ili kunini? Ili kusambaratisha ile kazi ya Mungu. Watu wa hovyo walitafutwa. Watu wa hovyo hawakuwa watoto, si ndio? Kwenda kuwatafuta watu wakafanya fujo, wasambaratisha kina Paulo. Maana yake wale ni watu wazima, ni wababa wenye akili timamu, wana familia zao, pengine wana watoto, pengine wana wajukuu. Ile Biblia inaita watu wa hovyo. Maana yake walikuwa kwa mwili ila kichwani ilikuwa ni zero brain. Si ndio? Kichwani ilikuwa ni bumunda. Au kichwani ilikuwa ni kibutu na ambacho hakina mbegu. Bora chenye mbegu. Mwambie jirani, wewe ni kibuyu chenye mbegu ambacho hakina mbegu. Mwambie mimi sio kibuyu. Maana mimi ni Mungu na mimi ni kiungo cha mwili wa Kristo. Si ndio? Ila kama ufuatili hivi vitu utakuwa kibuyu. Tena kile ambacho hakina mbegu. Maana chenye mbegu kuna possibility zikaota. Yaani kikidondoka chini kikaoza, zile mbegu zikitoka. Hata kamoja kweli kakosekana, hata kamoja. Kaza kikaota kakaza vibu vingine, si ndio? Lakini ukiwa ni kibuyu ambacho hakina mbegu, my friend, you better die early. Amen. Bora ufe mapema. Luka 2:40 inatuonyesha ukuaji ambao Yesu alikuwa nao. Na kila mtu ambaye amepesa maisha yake lazima aende. Yaani Yesu alikataa kukua kwamba ni mwili peke yake, hapana. Ni kwa roho peke yake, hapana. Sababu alijua mwili usipokuwa, ukuaji wa roho na nafsi havina maana. Si ndio? Mfano waka katoto kadogo kamenyanyuliwa aka, si ndio? Hakazi kutembea, hakazi kukaa kenye vizuri,
hakazi kujirisha. Sasa imagine kakue roho na nafsi kamekuwa ni yani kamekuwa kamtu kazima kama miaka 80, yani yule roho yake na nafsi yake ile miaka 80, ile mwili wa hivi. Ujue Mungu hana faida nacho, hana faida naye. Sasa ya nini? Anampeleka wapi? Si ndio? Kataji kubebwa kapelekwe. Kwa Yesu aliona nikikuwa roho na nafsi peke yake hapana, ngoja nikuwe na mwili. Ili akajua tena nikikuwa na mwili bila nafsi na roho kukua, nitakuwa na mimi wa hovyo. Sawa? Unajua Yesu asema nitakuwa na mimi ni mzee wa. Mwambie jana usiwe wa hovyo. Sasa mwambie ili usiwe wa hovyo, lazima ukue na Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kukua akili ndugu yangu sio lazima uende shule. Si ndio? Sio lazima uende shule. Hata kama unaenda shule unaweza kukua akili. Sawa? Si ndio? Hata kama unaenda shule unaweza kukua akili. Sio lazima uende shule. Sasa nyingine unaweza kuchukua mtu alienda shule, sio na PhD, sio na masters, na vitu gani kumweka hapo. Chukua mtu ambaye hajui hata kusoma na kuandika, mweke hapo. Kuna namna ukiongea wanatofautiana. Si ndio? Biblia inasemaje? Walipoona ule ujasiri wa Petro na Yohana, huko akijua kwamba ni watu wasiokuwa na elimu, wakatambua kwamba Bwana yuko pamoja nao. Si ndio? Petro alikuwa ni mvuvi tu, hajaenda shule. Ili alisimama, aliongea points. Biblia inasema wakachoma mioyo yao, wakamwambia Bwana tufanye nini? Akamwambia tubuni dhambi zenu mpate kuokoka, mjaze na Roho Mtakatifu. Si ndio? Alipiga speech pale, akaupiga somo, wakaokoka watu zaidi ya 3,000. 3,000 wakaokoka. Mtu ambaye alikuwa ni mvuvi tu. Si ndio? Si ndio? Issue ni pale ambapo ukienda ukasoma tu shule bila akili kutumika, utakuwa kwa mwili, utakuwa kalili. Unajua hata kwenye taifa letu kusoma kiukweli, kuna wasomi wengi wamewekwa kwenye nafasi mbalimbali. Si ndio? Wana ubongo ila hawana akili. Sawa? Sababu kuwa na akili ni uwezo wa kutransform, wa kubadilisha yale uliyoyasoma yaje kwenye uhalisia, kwenye maisha ya kila siku, kutatua changamoto za watu. Si ndio? Kwa haitakiwi changamoto za watu zizidi, zinatakiwa zipungue. Sisi tunaelewana? Amen. Wakati kwenye huduma tulienda kwenye huduma Daudi, yule mzee Dr. Joe Mzewanda anasema alipomaliza shule yeye alikuwa hataki kusoma, sababu wakati yuko mdogo wako mdogo na babake, kila anapoenda wanakuta tu biashara ni za watu wengine, sio Tanzania, sio Wahindi, sio Waarabu, tu gani, maduka yote ni ya kwao. Akamuza baba, kwani mbona hamna wa Tanzania? Akasema sisi wa Tanzania hatuwezi biashara, ndio maana wanafanya wao. Akamchukiza sana. Akaenda kwenye magari, sio unasafiri, sio kuchukua mizigo. Akamwambia mbona magari sio Afrika, sio Tanzania wenzetu, mbona wanaisha? Akasema hamna, hata ni wale watu wamepewa kazi ya kuendesha, wameajiriwa ni wale. Kwa hiyo akajiwekea kwamba lazima nitakuwa mfanya biashara. Kwa alipomaliza shule alikuwa hataki kusoma. Akachagua nadhani asema sio kwenda kusoma UD kitu kama hicho. Akakataa kwa sababu yeye kwa anataka awe mfanya biashara. Kwa akasema ili nifanye biashara vizuri, ngoja nikasome biashara. Akaamua kwenda CBE. CBE ni chuo cha biashara. Hata kufika pale vikamuudhi kwa sababu anasoma ila hasomi biashara. Yaani anasoma chuo cha biashara ila hasomi biashara. Hasa anasema naanza kufundishwa sijui auditing. Sasa mimi naenda kwa auditor, mkaguzi wa mahesabu. Mimi nataka nisome biashara, yani kufanya biashara nisome. Ila masomo chuo cha biashara lakini akifundisha kufanya biashara. Kwa akakasirika yani. Ushaona? Kwa nini? Sababu aliamua kuchagua chuo cha biashara ili awe mfanya biashara. Ili ukaenda kule hafundishwi namna kufanya biashara. Hafundishwi namna kufanya biashara. Sawa? Mimi nimesoma biashara. Kozi ya biashara. Ufundishwe namna kufanya biashara. Ufundishwe namna kufanya biashara. Utafundishwa tu masomo yamewekwa pale. Ila kufundishwa kufanya biashara ufundishwe. Si ndio? Si ndio? Lakini mtu akitaka kufanya biashara, shule ya biashara unaipata mtaani kivyako vyako. Amen. Amen. Kwa hiyo Waefeso
Luka 4:14 nasemaje? Luka 4:14 nasemaje? Luka 4:14 inasema, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaendea Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Alipokuwa mtoto, alikuwa katika maeneo matatu. Alikuwa kimwili, kiroho na kiakili pia. Alipokuwa amefika katika ule ukubwa, ukomavu ambao Mungu akanataka, Roho akampeleka nyikani kufunga. Hakufunga kaka kadogo akajielewi. Alifunga akiwa amekuwa kimwili, kiroho na kiakili pia. Si ndio? Amen. 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 Ule ukuaji ulimweka kwenye nafasi ya kuwa na uwezo wa kukomandi vitu vikawa. Ulimweka kwenye nafasi ya kuwa kama Mungu duniani. Ule uungu aliokuja nao, kumbuka alikuwa ni Mungu 100%, haukujidhihirisha mpaka alipokuwa katika nafasi zote tatu, si ndio? Amen. 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 Kwa hakuchukua nafasi yake mpaka alipokuwa kwenye maeneo yote matatu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wote wa Kristo tunaanza tukiwa wadogo. Wote tunaanza tukiwa wachanga. Hakuna mtu ambaye anaanza akiwa kwenye ukomavu. Wote tunaanza tukiwa chini. Ila bidii ya mtu na ule utayari wa ukuaji wa mtu ndani ya roho yake ndio unaoamua kiwango cha ukuaji. Na wala hatukui kwa kulingana. Kuna anayekuwa spidi, kuna anayekuwa taratibu. Kadri ya anavyoweka juhudi binafsi ya kutafuta kukua katika mambo ya Mungu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na kadri unazidi kukua katika mambo ya Mungu, ndipo pia ambavyo unazidi kukua katika kumjua Mungu. Yes. Amen. Amen. Wote tunazaliwa, kuna wanaozaliwa wote Biblia inasemaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio waliamini jina lake. Kwa kila mmoja akinapompesa maisha yake anafanyika mwana wa Mungu. Kwa wote tunafanyika mwana wa Mungu. Ila tunaachana kuanzia hapo. Kuna wanaobaki kwenye uwana. Si ndio? Kuna wanaokuwa wanaenda kwenye usani. Unini sasa? Kuna wanaozaliwa kwenye utoto. Alafu kuna anayekuwa ndo anaenda kwenye uwana sasa, si ndio? Si ndio? Anaenda kwenye uwana. Wengine wanabaki kwenye utoto hapo hapo. Wengine wamehama wanaenda kwenye uwana. Hapo kuna wanaokuwa kutoka kwenye uwana wanaenda kuwa messengers. Sawa? Wanakuwa nini? Messengers. Watumwa au watumishi wa Mungu wanaotumwa. Si ndio? Sasa mtumishi wa Mungu simaanishi mhubiri, sio mhubiri. Maki unakwanza kuwa na uwezo wa kufanya mapenzi ama kufanya makusudi ya Mungu popote pale, uwe ni kazini kwako, kwenye eneo lote lile, nyumbani kwako, pale popote pale Mungu anakuamini na vitu fulani fulani. Si ndio? Unaenda kwenye kuwa messenger. Then kuna wanaotoka kuwa messenger wanahama, wanaenda kuwa friends. Wanaenda kuwa rafiki wa Mungu. Yes. Amen. Rafiki wa Mungu. Ni ukuaji. Daudi alikuwa mdogo, anachunga kondoo. Akamjua Mungu kidogo kidogo na ana passion na Mungu. Anasema nafsi yangu inakuonea kiu kama hayara atamani hivyo maji ya mto. Bwana, nafsi yangu inakutamani. Anasema neno moja nataka kwa Bwana, na ndio utakalotafuta. Niketi nyumbani mwa Bwana, ni utafakari na kutazama uzuri wake, nizione nguvu zake patakatifu pake. Ana kiu na ana haja. Kwa anakuwa anamtafuta Mungu, anasoma neno, anahudhuria ibada, anakaa kwenye maombi, akahamishwa. Mungu sema, nimemwona mtumishi wangu Daudi, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Mkono akaanza kusema vitu pale. Anakuwa. Ametoka pale akakuwa mpaka akaenda kwa mahali Biblia inasema ni mtu baada ya moyo wa Mungu, a man after God's heart. Biblia mwitaje? Ibrahim alikuwa ni rafiki wa Mungu. Mungu anamtokea Ibrahim ana miaka 75. Alikuwa ni mtu mzima, ni mbabu. Ila pale ndipo alipozaliwa sasa. Sababu Ibrahim kwa walikuwa wanaabudu miungu mingine. Mzee Tera baba yake alikuwa ni mshirikina. Ana miungu mingine. Kwa alivyokufa Mungu anamtokea Ibrahim, anamuita. Pale ndio tuseme kama vile sasa hivi sasa ndio na wewe unaitwa, unampa Yesu maisha yako. Lakini Ibrahim akaanza kukua, anatembea na Mungu, anamjua Mungu, anatafuta kusikia sauti yake, anakuwa mtii kwenye kitu cha kimungu, anakuwa taratibu. Mpaka nafika mahali Mungu anamuita ni rafiki wa kwake. Yes. Amen. Amen. Kwa alihama kutoka kwenye kuwa mtoto, akaenda kwenye kuwa mwana, akaenda kwenye kuwa mtumishi wake na mtumwa, messenger, katoka hapo akaenda kuwa friend
wa Mungu, rafiki wa Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na hapo ndipo ambapo Mungu ametukusudia. Amen. Amen. Hapo ndipo ambako Mungu ametukusudia. Na hiyo natamani ndio iwe sehemu yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hiyo ndio iwe sehemu yako katika jina la Yesu. Chochote kinachosimama kwenye safari hii ya ukuaji wa maisha yako kiondoke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usikue kiroho pekee, usikue kimwili peke yake. Kadri unavyokuwa kimwili, ukue na kiroho pia katika jina la Yesu Kristo. Hivyo ni viwango vya ukuaji ambavyo nimekuonyesha. Hivyo ni viwango vya ukuaji. Hivyo ni viwango vya ukuaji. Amen. Amen. Ukisoma kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa kwanza na mstari wa pili inasema mtoto wakati wowote awapo mdogo huwa ana tofauti na mtumwa, ingawa ni mrithi wa yote, ila urithi wake wote unakuwa chini ya wasimamizi na waangalizi mpaka atakapofikisha umri ule uliokusudiwa, ulioamriwa na Baba. Anasema sisi nasi tulipokuwa katika dhambi tulikuwa kama watoto, si ndio? Anasema mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, ila urithi wake unakuwa chini ya wasimamizi na waangalizi mpaka atakapofikisha umri wake kamili. Sasa angalia, mtoto mdogo, hakuna mtu mwenye akili timamu ambaye akachukua mtoto mdogo akampa funguo gari akamwambia endesha. Hawezi, sababu anajua anaenda kumuua, si ndio? Si ndio? Hata kama ndio mrithi, sawa. Mimi leo hii nikiondoka, nina watoto, wasema baba ameacha gari, hakuna ambaye atapewa kwamba sasa hii gari ni la kwako. Hana umri wa kufikisha wa kuendesha. Ni either waliuze, maki mama hataki kuendesha, kwa ni either waliuze au waliweke garage mpaka muda utakapofika wa kuliendesha, miaka 18 apewe leseni aendeshe, si ndio? Au neema imshukie mama yake asema sana mimi ngoja nianze kuendesha. Mbali na hapo watakuwa wanapigwa na mvua, wanapigwa na vumbi, si ndio? Lakini ilipo ndani kwa watakuwa ni warithi ila kama watumwa, si ndio? Unakuwa na vitu ila hauwezi ukavinjoy. Mungu amefanya sisi ni warithi wa kila kitu cha kwake, si ndio? Ila pia tumefanywa kuwa warithi pamoja na Kristo. Chochote alichonacho Mungu ni chetu pia, lakini kutuamini na kukiachilia kwenye mikono yetu ili tukienjoy ni mpaka tuwe na kiwango fulani cha ukuaji, si ndio? Si ndio? Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu anza babaka akafariki leo, akapewa labda urithi wa nyumba leo, kesho akaweka sokoni, si ndio? Yeye mwenyewe hapo hana pa kukaa, amepanga. Yaani wakati babake bado yupo na wazazi wake wapo, alikuwa amepanga chumba kimoja. Wazazi wake wamefariki wote ghafla, anapewa urithi. Badala kuhama akae pale kwenye bangalo la nyumbani kwao, analiweka sokoni. Anachukua zile hela, anachoenda kufanya, anaenda kubeti kwamba Yanga wanacheza na nini? Sio na Simba. Nini? Hiyo. Wanacheza na hiyo, sawa? Anabeti pale, Yanga anashinda 1-0. Anashangaa zimeliwa hela za urithi. Una uhakika? Sikiliza. Ukuaji wa mtu unaamua udhihirisho wa mtu, si ndio? Chochote mimi nimejifunza in the hard way. Kabla hujamkabidhi mtu kitu, angalia ukuaji wake kwanza. Sababu ukimwamini mtu na kitu, kitashuka mpaka kwenye kiwango cha ukuaji wake, si ndio? Ukichukua nguo nyeupe, umenunua shati zuri nyeupe, ukampa mtu, sawa? Ukampa mtu, baada ya mwezi au miezi miwili ile shati itakuwa imefanana na akili yake ilivyo, si ndio? Jana nilikuwa tafuta shati, nikutana na shati mwangu moja hivi nyeupe, miaka mingi sana nilivaa, nilikuwa namsimamia mtu harusi, miaka nadhani karibia 10 kama sio 9, ile iko vile vile, si ndio? Sababu unaitunza vizuri, si ndio? Kuna mwingine ukimpa shati nyeupe, wiki ni kubwa, hata ukifua haitakati, ilishashuka, imekuja kwenye kiwango cha kwake. My friend, issue sio mtaji. Ukipewa hela,
kama level yako, ukomavu wako, ukuaji ni milioni 2, zitarudi pale 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 pale. Biblia inasemaje kwenye Mathayo 25? Kabaila mmoja aliita watu 3 akapa talanta, mmoja 5, mwingine 2, mwingine 1. Wa 5 alizalisha 5 nyingine, wa 2 akazalisha 2 nyingine, wa 1 akafikia. Hata ile moja kufanyaje? Hakuzalisha. Na Biblia inasemaje? Aliwapa, he gave them according to their several abilities. Anasema aliwapa kwa kadri ya uwezo wao mbalimbali. Kama kichwa chake kinaamua uzalishaji, yuko ni uwezo wao, si ndio? Na yule ambaye hakuzalisha alikuwa hana uwezo. Walikuwa kwenye taifa moja, kwa sababu ni kabila aliwaita. Walikuwa kwenye mji mmoja, hali ya kiuchumi ni moja, ile mazingira yote yanafanana, hali za nje zinalingana. Tofauti ilikuwa ni jinsi ya ndani. Haikuwa tofauti ya nje, ilikuwa ni tofauti ya ndani. Sababu wote walikuwa kwenye eneo moja, ni mtu mmoja. Aliwaita kama vile kwamba wote tuko Dar es Salaam hivi, tuitwe na mtu mmoja atupe mtaji. Mazingira tuko kwenye eneo moja, lakini tunavyokuwa ni tofauti. Mmoja kazalisha 5, mwingine 2, mwingine yule mmoja hata kamoja kuzalisha. Akaambia, mjinga wewe, ungepeka hata kwa wanaotoza riba. Maana wewe unafanya microfinance. Mtu anasema microfinance ni dhambi. Unajua bibi yako vizuri. Anasema ungewapelekea wale wanaotoza kwa riba ili waizungushie warudishe. Wewe umefikia chini. Sasa sikiliza, adhabu yako tupa huko nje, ukasage meno kwenye ziwa wakati mtu na kibiriti. Maana ni nini? Mungu ana hasira na watu ambao hawakui. Ana hasira na watu ambao, kwa sababu akikutazama haukui, anaona huko productive. Wewe unanisumbua. Kamata, tupa shimoni kwenye tanuru la moto. Tunaelewana? Tunaelewana? Amen. Kuna mwingine aliita watu 10, akawapa talanta moja moja wote 10. Yule mmoja alizalisha, kuna mmoja alizalisha 10 kutoka kwenye moja. Kwa maana yule uwezo wake ulikuwa ni mkubwa kuliko watu huyu 5. Sababu huyu alipewa 1 akazalisha 10. Huyu alipewa 5 akazalisha 5. Kwa hiyo hizi 5 zingeenda kwa yule mwenye 1, angezalisha 50. Sababu kama 1 alizalisha 10, 5 angezalisha 50. Kwa huyu uwezo wake ulikuwa ni mkubwa kuliko huyu aliyezalisha 5 kutoka kwenye 5. Si ndio? Si ndio? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wakorintho wa pili 4:17 nasemaje? Wakorintho wa pili 4:17 inasema, maana ziki yetu nyepesi iliyo ya muda mfupi tu yatuandalia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Dhiki yetu ile muda mfupi tu inatuandalia utukufu wetu wa milele uzidio mwingi sana. Uzidio mwingi sana. Uzidio kuwa mwingi uzidio sana. Kuwa mwingi sana. Unajua ile ni uzidio. Maana unakuwa. Maana unaongezeka. Si ndio? Na kila mtu, maana Mungu anasema hivi, dhiki tunazozipitia lengo lake kubwa ni kutupeleka kwenye utukufu wa milele unaozidi kuwa mwingi sana. The growing glory, maana yake unakuwa uzidio. Maana nini? Unazidi kuongezeka. Sawa? Kwa hiyo kila dhiki inayokuja kwa mtu ni kwa lengo la kumpeleka kwenye utukufu unaoongezeka, si ndio? Ndio maana ukiwa kwenye kiwango fulani, tutakuja tudhiki tokitoto twa level yako. Ukitupita unapewa kadhiki kingine kakubwa kabwa. Hakuna mtu ambaye ameokoka atakimbia dhiki. Utakimbia dhiki tu kama uko kwenye njia moja na shetani. Ila kama uko kwenye njia ya Mungu, dhiki tutakutana nazo. Tunaelewana? Yes. Yaani wewe ukiona unatembea tu ukutana na vikwazo, ukutana na vigumu, ukutana na changamoto, angalia vizuri. Unaweza kujikuta unatembea na kampani yako ni shetani. Sababu hakupingi. Unajua Mungu hakampingagi mtu. Hana gatembe kumpinga. Ukiamua kuwa kwake, anakaa na wewe, utakutana na upinzani wa shetani. Ile ukiamua kwenda kwa shetani, Mungu hana time na wewe, hakupingi, anakuacha. Tembea na wewe. Sababu yeye kwa Mungu ametupa uchaguzi. Nimekuweka mbele yako. Kumbukumbu la Torati 30:19. Anasema nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Anasema nakushauri, chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako. Mungu anakushauri. Kwa ukiamua kuchagua uzima, anatembea na wewe. Ukiamua kuchagua mauti na laana, anakuacha. Ila shetani hakupi uchaguzi. Yeye ni mzee wa kuamrisha, anataka tu hapa. Kwa ukienda kwa Mungu, anaanza kukuchukua na kulazimisha na kuletea hiki ili kukupinga.
ila Mungu yeye anakushauri, anakuacha. Tunaelewana? Kwa ukiona hukutani na issue fulani hivi, jiangalie vizuri. Ila kama unakutana na issue fulani hivi, ujue Mungu yuko upande wako na uko njia moja na Bwana. Amen. Ila nasema hivi, kila dhiki ni kwa lengo la kutufanyaje? Kutukuza, kutupeleka kwenye utukufu uzidio, unaozidi kuongezeka. Hiyo ni matamanio ya kila mtu ambaye amepesa maisha yake, ili utukufu wake uzidi kufanyaje? Utukufu maana nini? Ni Mungu kujifunua au kujidhihirisha kwa jinsi ya kimwili. Naye neno akafanyika mwili, nasi tukauona utukufu wake, si ndio? Kwa utukufu wa Mungu ni Mungu kujidhihirisha kwa jinsi ya kimwili. Kwa dhiki inakuja ili nini? Kukurudisha kwenye neno, utafute neno, ulichukue, ukae nalo, uende kwenye maombi, uombe kwa lile neno lifanyike mwili kwenye maisha yako, Mungu aonekane. Tunaelewana? Musa anaenda kwa Farao, waacha watu wangu waende kunitumikia. Anasema hawataenda. Anarudi kwa Mungu kuongea na Mungu. Mungu anampa neno, akimpa neno anarudi kwa Farao, analiachilia lile neno, si ndio? Mpaka mwisho wa siku akatoka. Na kila akienda kwa Mungu akirudi utukufu mpya. Ukiangalia yale mapigo 10, kila pigo ulikuwa ni ufunuo wa Mungu wa tofauti na kiwango kilichotangulia, si ndio? Na hata alipotoka, kila walichokuwa nakutana nacho njiani kwenye bahari ya Shamu ni ufunuo mpya. Ukienda maji machungu ni ufunuo mpya. Ukienda mwamba utoa maji, kila sehemu ilikuwa ni ufunuo mpya. Mungu anajifunua. Ndio maana anaandika kule ambako baada ya majina tokea, sijui Yehova Nisi, sijui Jehova Rafa, sijui nini. Ilikuwa ni Mungu anajifunua, mimi ni Mungu akuponyaye. Mungu anajifunua kwa majina mbalimbali. Akawa anajifunua, ni ufunuo wake mpya. Kwa kila changamoto inakuja kumfunua Mungu kwako, si ndio? Kwa lakini kila hiyo changamoto inakuja ili kukukuza pia, si ndio? Sasa angalia matokeo yake. Musa ndio aliyekuwa anakuwa katika kumjua Mungu. Wanaweza kuwa wakui. Walikuwa wakui. Kwa nini? Kwa nini? Sababu walikataa kukua. Yaani Mungu anajifunua kwao ili wote wakue. Wao hawataka kukua. Biblia inasemaje? Musa alizijua njia za Mungu. Wana wa Israeli wanajua matendo ya Mungu. Kwa wao wanajua matendo tu, ila njia za Mungu hawazijui. Kwa sababu Mungu japokuwa anajifunua katikati yao, hawana time ya kumjua. Wako wanaamua kuishia kuona miujiza, ila Musa anamtafuta zaidi. Na kila anapojifunua inaweka kiu mpya ndani ya Musa ya kutaka kumjua zaidi ya pale. Si ndio? Sikia, saa nyingine kanisani unapoona chochote Mungu amekifanya, usiishie kwenye pale, kwenye ule muujiza. Tafuta kumjua Mungu kutokea pale. Mungu akifanya kitu ni kwa lengo la kujifunua kwetu, tumjue kwa staili nyingine. Sasa sisi tunashifurahia muujiza, tunaacha kutafuta kile ambacho Mungu anakipitisha ndani ya ile muujiza ili tumjue kwa staili nyingine. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nataka nianze kurukaruka kwanza. Mwambie jirani yako umeelewa? Wakorintho wa kwanza 15:10. Ndio siku hizi nafundisha taratibu kweli, sasa inanitesa. Wakorintho wa kwanza 15:10 inasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyokuwa kwangu ilikuwa si bure, bali nilizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi tu, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu ifanye kazi pamoja. Si ndio? Ndio. Si ndio? Kwa Paulo alivyokuwa, ilikuwa ni neema ya Mungu. Si ndio? Amen. Unakumbuka kile somo la neema tulijifunza sana. Tujifunza sana somo la neema, si ndio? Na tujifunza viwango vya ukuaji wa neema. Si ndio? Kwa hiyo kiwango cha ukuaji kwa Paulo ndicho kilichoamua namna atakavyokuwa. Amen. 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 Kwa hiyo neema ya Mungu inavyozidi, neema ya Mungu kwa mtu inavyokuwa inakuwa sambamba na ukuaji wa mtu. Neema ya Mungu haiwezi kawa kubwa kuliko ukuaji wa mtu. Ukuaji wa mtu unaamua ukuaji wa neema inayoachiliwa kwake, ambayo inaamua ukuaji wa huku nje kwenye maisha yake. Amen. Kwa sababu Paulo anasema hivi nilivyo sio mimi, ni kwa neema.
Anasema niko hivi kwa sababu ya neema. Usome tena mstari. Lakini kwa neema ya Mungu, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Nimekuwa hivi nilivyo. Kwa nini? Ni kwamba kilichonifanya niwe hivi ni neema ya Mungu. Kimechonifanya niwe hivi mimi ni matokeo ya neema. Kwa neema ya Mungu niko hivi nilivyo, si ndio? Kilichofanya hii chupa iwe chupa ni material fulani yaliyotengeneza hii chupa ikawa hivi, si ndio? Kuna chupa ndogo na kubwa, mashine zinazopitisha chupa ndogo zinazotengeneza chupa ndogo na kubwa ni mashine tofauti, si ndio? Si ndio? Kwa kinachoamua liwe hivi ni material na mashine iliyopita kiwanda kilichotengeneza hii chupa, si ndio? Paulo anasema niko hivi, sawa? Ni neema ya Mungu imenifanya niwe hivi nilivyo. Endelea kusoma. Na neema yake iliyo kwangu si bure. Iliyo kwangu si bure. Bali nilizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Nilizidi sana kufanya kazi kupita wote. Wala si mimi, bali neema ya Mungu pamoja nami. Bali ila si mimi, bali neema ya Mungu. Kwa maana kwa wengine nakwambia, nilipozidi kufanya kazi na neema ya Mungu ilikuwa inazidi kufanya kazi. Si ndio? Kwa nikiongezeka katika kazi, neema ya Mungu inaongezeka, sababu si mimi bali neema ya Mungu itendao kazi pamoja nami. Ndivyo wanavyosema. Si ndio? Yes. Kwa hiyo alikuwa akikua na neema ya Mungu inaongezeka pia. Kwa inaamua pia huku nje anavyokuwa. Inaamua pia matokeo yake yanayokuwa. Si ndio? Kwa ukuaji wa mtu unaamua pia ukuaji wa mambo yake ya nje, si ndio? Muulize jirani yako, wewe unataka kuaje? Ila mwambie usinijibu. Maana mwingine anaweza kujibu kutoka ukacheka. Mwambie unataka kuaje? Mwambie unataka kuaje? Unataka kuwa vipi? Mwambie chochote unachokitaka kuwa, lazima utahitaji neema. Lazima utahitaji neema. Mwambie lazima utahitaji neema. Lakini neema hii inakuwa, neema hii inaongezeka, si ndio? Yes. Ila kuongezeka kwa neema ni matokeo ya kuongezeka kwa maarifa. Amen. Amen. Ni matokeo ya kuongezeka kwa maarifa. Petro wa kwanza mstari wa Petro wa pili mstari wa kwanza mstari wa pili. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa pili. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa pili. Inasema, neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Okay. Kabla hapo soma Petro wa pili sura 3. Nayo pia ipo, usifute kama umeandika. Soma pia. Tumesoma Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa pili. Soma pia Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8 inasema, lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Sura mstari wa 18, sura 8 mstari wa 18 samani. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Mstari wa 18. Lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo, utukufu na yeye sasa na hata milele. Lakini kuweni katika neema. Maana ongezeka. Neema iongezeke. Kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu Mwokozi. Sawa? Neema ya Mungu inakuwa kama matokeo ya maarifa ya Mungu kukua ndani yako. Yes. Na ukisoma hapa mfano ukisoma sura ya sura hiyo mstari wa 16. Petro alikuwa anaandika kitabu hii huku kufika mstari huu alikuwa kufika mstari huu alitokea kwa Paulo. Mstari 16 anasema vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo, katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa kama vile wapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Anasema watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa. Hapa kwa ukisoma kutokea huko juu anaongea habari za Paulo. Anasema Paulo bana ana neema kubwa amepewa. Ana neema fulani kiasi kwamba akiandika mambo, akifundisha mambo ni magumu, ambapo mengine ni vigumu kuelewana nayo. Ambao hayo mambo watu wasio na elimu na watu wasio imara, akiongea elimu aongelee elimu ya duniani, watu wasio kuwa na maarifa ya neno, wasio kuwa na maarifa ya mambo ya Mungu, anasema wanayapotoa
na watu wasio imara wanapotoa, kwani sababu walikuwa ni wachanga kwenye mambo ya Mungu, then wanadandia treni kwa mbele, si ndio? Amen. Si ndio? Sasa anasema lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo Mwokozi wetu, si ndio? Anasema utukufu naye sasa na hata milele. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa pili inasemaje? Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa pili inasema, neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu. Neema iwe kwenu na amani iongezwe. Unajua neema iwe kwenu na amani katika kumjua Mungu. Katika kumjua Mungu haiongelei amani peke yake. Anasema neema iwe kwenu na amani. Kwa mtaja vitu viwili, neema na amani. Sawa? Iongezwe katika kumjua Mungu. Sawa? Maana unapomjua Mungu amani inaongezeka na neema pia inaongezeka. Somo langu la neema nadhani nakumbuka, si ndio? Yes. Si ndio? Kwa hiyo Paulo anasema niko hivi nilivyo kwa sababu ya neema Mungu inayotenda kazi ndani yangu. Sawa? Na hiyo neema ndio imenifanya niwe hivi nilivyo. Kwa maana anasema inazidi sana kufanya kazi ndani yangu. Kama matokeo alikuwa na maarifa ya Mungu. Kwa kadri unazidi kuongeza maarifa ya Mungu, unazidi pia kuongezeka katika kumjua Mungu. Na ndivyo ambavyo neema inatenda kazi ndani yako. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo status ya mtu ni matokeo ya ukuaji wa mtu. Yes. Paulo anasema hivi nilivyo ni kwa neema ya Mungu, si ndio? Si ndio? Amen. Si ndio? Amen. Na neema ya Mungu inaongezeka kwa maarifa, si ndio? Kwa unapozidi kupata maarifa katika kumjua Mungu, neema ya Mungu inaongezeka. Au kwenye neno fulani hivi neema ya Mungu inaongezeka. Kwa inaamua hivi status ni nini? Maana mtu anaweza akadhani status za kwenye WhatsApp. Hali ya mtu. Aha. Hali ya mtu. Unajua sasa Kiswahili chetu tunaangalia, hata tukiongea Kiswahili tunasema vipi bwana status yako? Umeweka nini kwenye status? Mtu anajua ni WhatsApp. Hali yako. Kwa maana ni hali yako, hali ya mtu ni matokeo ya ukuaji wa mtu, si ndio? Amen. Kwa hiyo kama unataka neema Mungu iliyo kubwa, lazima pia uamue kuwa na ukuaji ulio mkubwa. Tunaelewana? Amen. Sasa kuna ukuaji wa vitu mbalimbali. Nataka tuangalie ukuaji wa vitu mbalimbali. Kuna vitu kama 4 5 hivi, ukuaji katika neno. Tutakapoishia hapo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 20 nasemaje? Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 20. Sura ya 16 mstari wa 20. Ukuaji katika neno, Inasema wakawapeleka kwa mahakimu wakasema watu hawa. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 20. 19 mstari wa 20 inasema hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Kwa nguvu. Neno la Bwana lilizidi na kushinda kwa nguvu, si ndio? Yes. Maana liliongezeka. Maana lilikuwa likashinda, si ndio? Amen. Kwa hiyo hakuna ushindi mpaka umekuwa. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Unajua Kiswahili kinatumia neno kuzidi. Amen. Matendo ya Mitume 19 hiyo soma 11 na 12. 11 na 12 inasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida, hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakawatoka, pepo wachafu wakawatoka. Mungu akafanya miujiza mingi kwa mikono ya Paulo, si ndio? Amen. Si ndio? Ndio. Hata pepo wachafu wakatoka kwa vitambaa. Wakaletewa leso tu wakatoka, si ndio? Amen. Si ndio? Amen. Kwa maana nini? Ukuaji mkuu unaleta matendo makuu. Ishara, maajabu na miujiza, kiwango chake kitategemeana na kiwango chako cha ukuaji. Ukuaji mkuu
unaamua udhihirisho wa Mungu mkuu, naye Mungu akafanya ishara kuu. Nasema ishara au majuza. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Kwa kupita kawaida. Kumbuka tumepotokea Paulo alivyokuwa. Amen. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka kwenye ulimi wake, magonjwa yao yakawaondoka, pepo wachafu wakawatoka. Si ndio? Amen. Amen. Sasa kusoma kwenye hii chapter, hii sura hii, ndipo unapotana na habari za kina wana wa Skewa. Sawa? Biblia inasema alikuwa ana wana 7. Unajua? Skewa, Biblia inasema Skewa alikuwa ni kuhani mkuu. Kuhani? Kwa wale watoto 7 wa Skewa walikuwa ni watoto wa kuhani. Watoto wa nani? Wa kuhani. Kwa ni watu wa Mungu, wamezaliwa kanisani, wamekaa kanisani, wanaenda hekaluni kuabudu. Baba yao ni kiongozi, si ndio? Ila kinachoamua kuwa na mamlaka katika ulimwengu wa roho ni ukuaji wako. Wanaenda ukisoma chini kwa Biblia wakawa wanakemea pepo. Toka, tunakuamuru kwa yule Yesu anayehubiriwa kwa jina Yesu anayehubiriwa na Paulo. Wakaambia okay, Paulo tunamjua, Yesu tunamjua, nyinyi ni wakina nani? Make kajusi nyinyi kwamba hawako registered katika ulimwengu wa roho, si ndio? Biblia inasema Paulo tunamjua, Yesu tunamjua. Sababu Paulo pale hakuepo, Yesu pale hakuepo. Tunakemea pepo, wanakemea toka kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Anasema okay, Paulo tunamjua, Yesu tunamjua, nyinyi ni wakina nani? Make nyinyi ni hamjulikani, nyinyi hamtambuliki, hamko registered. Uko kanisani hujampa Yesu maisha yako. Sikiliza, wokovu sio kifamilia. Yes. Wokovu sio wa mke wala wa mme, ni wa kibinafsi. My friend, ni wa kibinafsi. Sasa nikwambie kwa taarifa yako, Yesu hayuko mbali kuja. Sikiliza, mimi okay, naweza nikawa sioni vitu vingi. Naweza nikabla simsikii Mungu vizuri, angalau hata kadogo dogo kakwa mbali. Namsikia Mungu kakwa mbali kadogo dogo. Yes. Sawa? Amen. Kadogo dogo, kale kakwa mbali kadogo dogo. Sawa? Ushaona zamani ile tunatembea barabarani. Ukiona kwenye yule mti waga kuna majini. Ukifika pale ghafla unaona kama vile kitu kirefu. Unarudi nyumbani mbio. Nimekutana na jini. Kumbe maruerue tu, sababu ushaambiwa pale kuna jini na ni usiku, umefika pale kuna kivuli kadhani ni pepo. Naweza nikasimsikii Mungu vizuri kama wengine. Naweza nikawa sioni vizuri kama wengine, ila angalau kale kakwa mbali. Kakona mtu kama kivuli, si ndio? Yule kipofu sema naona watu kama miti. Na mimi yako kwa watu kama miti, angalau naona. Wiki kama 3-4 nyuma, mke wangu alipata maono ya unyakuo. Akanihadithia, nilikuwa namcheka, naambia wewe mwanangu jichunguze vizuri utabaki. Yaani nilikuwa namtania, naambia sasa kama uliona ule unyakuo, kwa nini uliona? Yaani ule mke anasema, yaani niliona mpaka watu walivunda. Akasema kwa nini uliona mpaka watu walivunda? Kama kile wewe ulikuwepo. Yaani alikuwa anaona zile kashikashi za watu walivyobaki. Nikamwambia kama unaona kashikashi za watu walivyobaki, nawe itakuwa ulibaki. Sababu ungeona yaliyokuwa yanaendelea huko. Usingeona yale kwa yanaendelea huku chini. Ili uyaone ya huku, maana mwanangu wewe ulifanyaje? Nikamwambia sasa ndugu yangu inabidi uanze kutubu kweli kweli. Yaani kuna kitu ambacho kipo. Utubu kweli kweli utakuwa libaki. Sasa simaanishi kwamba alibaki, Mungu kuna vitu anamsemesha. Sawa? Sasa nikana mtania kweli. Wakina Ibrahim anajua nilikuwa namtania. Kwa hiyo ananiambia mwanangu bye bye. Tabaki unahenya huko. Sasa wiki kubwa ile kitu ilinitokea. Ikanitokea vibaya mno. Sasa ya kwangu sitaki kuambia. Ila mimi natumaini. Kwa sababu sikuona kwamba baada ya kwa hiyo nimetoka sasa na mimi ndo nimebaki. Yaani kuna vitu vingi vinafanyika
na Yesu tupo naye pamoja, vyote viko hapo na Yesu bado yupo. Lakini ile ilinitokea niliona namna anavyokuja, namna anavyotokea mawinguni, namna anavyoshuka, kila kitu ninaona kivukua, kila kitu kinaona kivukua. Na ilinisumbua sana ile kitu. Niliamka nikamwambia, hii kitu inatisha. Alafu nikakumbuka either ndio tuanza huduma au kabla tuanza huduma, Hilda kuna maono aliwahi kuyaona, akaja akaniambia kwamba aliona issue nzima na issue nzima ya unyakuo, na palikuwa kuna gari mbili kama basi. Mimi nilikuwa naendesha basi moja na kuna mwingine anaendesha basi jingine. Sawa? Sitaki kusema sababu tuko mtandaoni, lakini lile basi la yule mtu mwingine watu wamepanda na hawajui na kuwapeleka ile akanapeleka motoni. Walienda mwisho wa siku akawaongoza mpaka wakaangukia wapi? Wakafika motoni. Mimi nilikuwa naendesha gari ambalo linapeleka watu waenda wapi? Mbinguni. Na tukaenda mpaka Hilda najua vizuri mimi ila niandika mimi, mtu akiniambia kitu hono notebook yangu naandikaga kila kitu. Nadhani niupa wewe ukaandika, si ndio? Nipa notebook yangu ngambia niandikie kila kitu, akaandika kila kitu ili niwe narudi nasoma naangalia. Basi nilikuwa naliendesha mimi, nilikuwa linaenda mpaka tukapokelewa. Kwa nilivyoona ile kitu nikajua Mungu ananikumbusha hapa. Huenda kuna mtu bado yuko ndani na unabaki. Sababu gari nilikuwa naliendesha. Nilikuwa linaenda wapi? Mbinguni. Sasa kama upo my friend, amend your ways. Rekebisha njia. Sawa? Sisi tukaondoka tukakucha hapo Segerea darajani hapa. Unania chini ya daraja kuna ninginia, mmeniacha. Sawa? Au tunapaa tukifika kwenye mnara mrefu tunakuacha hapo. Kushuka uwezi, kwenda juu umeshaachwa uwezi. Utakaa hapo pigwe na jua mpaka utakapokaukia. Si ndio? Make sure unafanyaje? Unatengeneza njia zako vizuri. Naweza nikasiongelea sana, lakini uko njiani kuja. Kwa hiyo ukuaji wa neno ni sawasawa na ukuaji wa ishara, maajabu na miujiza, si ndio? Si ndio? Ukisoma kitabu cha Matendo cha Marko sura 16 mstari wa 20 inasema, nao wale wakatoka wakahubiri kote kote. Yesu akaenda pamoja nao akilithibitisha neno lake kwa ishara na maajabu zilizoambatana, kwa ishara na miujiza iliyoambatana nayo. Naye wale watu wakatoka wakahubiri neno kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao kwa ishara na miujiza iliyofuatana. Kwa hiyo walikuwa wakitoka wanahubiri neno, Bwana analithibitisha neno. Kwa zile ishara na miujiza na maajabu ilikuwa ni matokeo ya neno lilikuwa linaachiliwa, Bwana analithibitisha. Kwa hiyo ukuaji wa neno ni sawasawa na ukuaji wa ishara, maajabu na miujiza, si ndio? Ukuaji wa neno ni sawasawa na ukuaji wa neno ni sawasawa na kiwango cha udhihirisho wa Mungu kwenye maisha yetu, si ndio? Unajua saa nyingine ninapigaga kelele neno watu wanakuwa wanaelewi. Yaani imagine wewe siku zote unaabudu hapa kila siku, hamna ibada ambayo imepita mimi sijaimba kuhusu neno, alafu bado usomi neno. Kuna watu hawana Biblia hapa ukute. Kuna watu unaweza kutoa hapa hana Biblia. Hana Biblia ila kula mishikaki ya kuku wa kisasa ni anaongoza. Yaani kujitafutia magonjwa, maana pale unajitafutia magonjwa. Kujitafutia magonjwa unaongoza. Kujitafutia magonjwa. Kuna mtu chips kavu hawezi kula. Mpaka chips ya mayai. Mayai ya kisasa. Sawa? Kwenye bidii kujitafutia magonjwa unaongoza. Ila bidii kujitafutia afya hamna. Bidii kujitafutia mauti uko namba 1. Sababu utatundika ile masumu yaliyoko kwenye nyama zile, unakula nyama mpaka unajua unakula mpaka ile mifupa. Sababu mifupa kwa kisasa inatafunika, anatafuna mpaka mifupa. Anasema hii nyama nimenunua 2000 nikitupa mfupa nakula hasara. Kwa ana hasira na yake anakula mpaka mfupa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa lazima ujitengenezee namna ya kuamua kula neno
makusudi. Yakobo kuna neno makusudi. Amen. Sio tu wakati una nafasi ndio unasoma neno. Uwe na nafasi, uwe hauna nafasi, neno lazima usome. Uwe unataka, uwe hautaki, neno lazima usome. Uwe unajisikia, uwe haujisikii, neno lazima usome. Sawa? Niambie hapa, wote ambao wameajiriwa. Kuna siku namkaga sasa hujisikii kwenda kazini, hujisikii. Si ndio? Ila kwa sababu umeajiriwa, lazima uende. Uweze kaamka mvua na inanyesha hatari. Mvua inanyesha? Utatafuta tu. Kama una mwamvuli huna mwamvuli utajua. Tena kipindi cha mvua kikaribia, anajua mimi nako kaa huku itanisumbua, anaenda ananua mwamvuli, anaweka ndani ili nitaka kwenda kazini usinisumbue. Sababu unajua nisipoenda bosi wangu yule, yani bosi wangu yule ana mapepo, analipuka zaidi ya petroli, lazima nifikie kazini mapema na achelewi, na mwamvuli wake anashika. Upepo unapuliza lakini yumo. Si ndio? Au anataka au hataki, au anajisikia au hajisikii. Si ndio? Unaenda kwenye neno. Usipojiwekea maamuzi makusudi na ukiweka bidii binafsi ukajilazimisha, hautapiga hatua. Mungu anakupa uchaguzi, lakini juhudi ni ya kwako. Lazima ujiwekee kwamba kila siku lazima nisome hata chapter 3 au 4, kwamba nikiamka asubuhi najiwekea agano na Bwana, sitakunywa chai. Unajua watu, sikiza nikwambie, hakuna kitu kizazi hiki tu nadhani ndio kitu ambacho kinachukulia poa mambo, yani kinapuuzia mambo ya Mungu, yani ahadi za Mungu. Mtu anaweza kaja akajiwekea ahadi tu, yani kwanza leo utafanya 1 2 3 afu hafanyi. Ukisoma Biblia yako vizuri, kuna mtu anaenda vitani akamwambia Bwana, ukinishindia nitakaporudi nyumbani, chochote kitakuchukua cha kwanza mbele ya macho yangu nitakitoa sadaka kwako. Na yule jamaa akaona binti wa kike mmoja tu, alikuwa na mtoto mmoja wa kike, mtoto mmoja tu wa kike. Amerudi nyumbani, ile nafika wa kwanza, cha kwanza kuonekana kwenye macho yake kutoka ni binti yake. Mtoto anatoka, yule jamaa amekaa huko muda mrefu hajaonekana nyumbani. Mtoto amemiss baba yake. Mtoto katoka chumbani mbio ndani, anaenda kumpokea baba yake. Baba yake analia sana kwa sababu aliweka ahadi na Mungu kwamba kitachukua cha kwanza takitoa kwako sadaka. Na kipindi kile sadaka ni za kuteketezwa. Sio saa hizi unaweza kumwambia Mungu nakupa sadaka, kwa mfanye unavyotaka, kwa atamtumia. Enzi hizo unachinja. Kwa yule jamaa alilia kweli. Mtoto ane mmoja wa kike, na ndio aliyetoka, na ndio mtoto wake anempenda. Akamwambia yule binti, umenitenda nini? Kwani vipi? Mimi nimekuja kukupokea kwa furaha. Anambia niliweka ahadi kwa Bwana kwamba cha kwanza kuja kwangu nitakachokikuta cha kwanza kukiona takitoa sadaka. Akamwambia hamna shida, fanya kama Bwana alivyo, fanya kama ulivyoweka ahadi. Akampa siku, jiandae. Binti akaenda mlimani akaomboleza huko siku kadhaa, alivyorudi akachinjwa. Kwa nini? Hiyo jamaa agano la kale huko, unajua agano jipya tunachukua poa sababu ya neema, tunasema neema. Agano jipya ni yani ukikosea ni hapo hapo. Adhabu titi futati. Agano la kale ukikosea titi futati hapo hapo tayari. Agano jipya tunachukulia neema, inatusaidia neema. Sawa neema, lakini kuna siku inakuja neema itakusaidia. Si ndio? Si ndio? Wewe ngoja siku Yesu arudi. Unajua Yesu nilivyomwona alivyorudi hakutua chini, alikuwa anaelea. Hapa kuna upepo fulani hivi. Sawa? Ule upepo kisulisuli ule mchukua Elia ule. Toto tunacheza tuna bye. Unakumbuka? Wewe unakumbuka? Anamwambia Bwana, huyu motoni asiungue tu, mfanye awe kuni za watu. Kwa sababu wamenisikia mara nyingi, naambia Bwana, huyu mfanye awe kuni za watu. Kwa sababu kanisani anakuwa anasinzia baada ya kunisikiliza. Mfanye awe kuni za watu. Amen. Haleluya. Kwa saizi mtu jiwekea agano, kujiwekea agano, mwambia Mungu, ninaapa kwa jina la Yesu, sinywi chai mpaka kwanza nimesoma sura 1. Na ile inaambia hivi, nikinywa chai kabla sijasoma hiyo sura, hiyo chai Bwana igeuke kuwa sumu ndani yangu na iniharibu. Kwa jina la Yesu. Na unapo umeshuka Biblia kwa jina la Yesu, sikia nikwambie,
usichokichukia hauwezi kukiondoa, na usichokikabili kwa nguvu hauwezi kukishinda. Sio kama unanielewa hizo sentensi? Usichokichukia hauwezi kukiondoa kwenye maisha yako, na usichokikabili kwa nguvu hauwezi kukiondoa. Lazima ujitamkie, ujiwekee maagano na sheria ngumu, na uangalie kwamba kama mtu aliweka agano la kwamba atakayetoka kwanza nitamtoa sadaka, akatoka mtoto wake na akamtoa sadaka, mwambie Mungu, hii chai nikinywa chai kabla ya kusoma sura moja igeuke kuwa sumu ndani yangu. Hiyo ni sura ya kwanza. Naambia mchana sili mpaka nimesoma sura ya pili. Nikila sijasoma sura ya pili, Bwana, hicho chakula kiharibu tumbo wangu. Usiku silali mpaka nimesoma sura nyingine. Mungu, nikipanda kitandani kwangu bila kusoma sura nyingine, naomba nisiamke, niondoke moja kwa moja, na nikifa naende motoni, usinichukue kuja kwako. Usipojiwekea hayo masharti, mwanangu, huchomoki. Sawa? Huchomoki. Lazima utafute walioweka ahadi kwa Mungu, walizisimamaje, kwa gharama gani, then na wewe ujiwekee. Ukishajiwekea zile, si utakapokunywa chai tumbo linaanza kukata kama vile mtu anakata na wembe. Unaita pastor, tumbo linakata. Shida nini? Niliweka agano. Naambia Bwana, zidisha maradufu katika jina la Yesu. Sawa? Naambia sio tu katakata, nyofoa utumbo, utoke wote kwanza nje. Sawa? Sikia nikwambie, wewe jiulize swali. Mimi nimesoma chuo. Sawa? Chuo bana, tunapewa zile kuandika term paper, zile assignment, zile kazi za chuoni. Unaweza kupewa kazi wiki nzima au wiki mbili. Mtakusanya tarehe fulani. Mwalimu akiondoka, unasahau. Sawa? Ikifika kesho ndio tunakusanya. Mtu anatangaza, jamani, term paper zile kusanyeni, kesho napeleka kwa mwalimu. Mimi nakwambia, ndani ya masaa 3 unaingia maktaba, unachukua vitabu viko hivi, unasoma, unaandika. Ukitoka hapo unaenda kwenye kompyuta, una type lisali moja masaa 2, umeandika page 10, page 15, unaenda stationery, una bind, ukipeleka umepata zote. Unashangaa, hii akili ilikuwa wapi? Sawa? Hii akili nimekaa nayo wiki 2. Mbona haijafanya kazi? Ushanisoma? Masaa 3 sisi tuna akili. Tuna akili, ila akili za mwanadamu mpaka uziwekee. Mpaka uziboost. Usipozifanyia hivyo. Last week nilishiriki kikao na viongozi kuweka mikakati. Sawa? Kuweka mikakati. Tunaweka mikakati. Vijana ni sheria kuona maombi. Ni lazima, sio ombi. Na tumenunua zile nini attendance kama za shule. Attendance register zetu. Tuandika majina na kuna mtu anasimamia. Unaomba, siku anatiki. Siku nikutana kukuta, ukitaka kuja kupata chochote cha huduma ya kiroho kwetu, tunarudi kwenye vitabu vyetu, tunaangalia mwenendo wako wa kimaombi. Lakini nikwambia niongeza sheria nyingine zile, si ndio? Tuangalia mwenendo wako wa kimaombi. Kwenye neno pia tunaweka mkakati. Tumenunua register zile za kisa za shuleni, zile za wanafunzi. Za fulani nipo, wanatiki, si ndio? Kwenye maombi tunaangalia nani amehudhuria, tunatiki. Mimi ndio mchungaji wako. Hujafunga ndoa, utaka kuoa au kuolewa hapa, hujahudhuria hayo, sahau. Tafuta pengine, kafungie ndoa huko, kaolewe huko, wala sina shida. Ila hapa lazima tufuatilie mwenendo wako wa neno, mwenendo wako wa maombi. Lazima. Tunaweka daftari hapa, serious. Kiongozi wa kusimamia maombi ya vijana yale ya usiku atakuwepo mwingine. Hapa tutakuwa tuna daftari pia ya maombi yale ya asubuhi. Praise ambaye hauzurii nje. Niona jana tena mimi baada hapo tunakana kikao na nyinyi. Niona na kesi na nyinyi praise. Tutamalizana baada ya ibada. Mara mimi nivunje praise yote isiyopo praise. Sikiliza, hapa ibadani tunafanya ibada kwa makofi. Tuna muimbaji. Tunapiga makofi. Hatuna kinanda, hatuna chochote, hatuna maiki, hatuna muziki. Baadaye tukaanza tunaweka flash. Hapa tupo ni hatua, ni ukuaji. Si ndio? Sikiliza, hauwezi ukacha kuwa serious. Afu ukitaka Mungu awe serious kwako. Ungejua gharama tunaolipa.
gharama tunaolipa, acha gharama ya pesa, gharama tunaolipa, tumetoa miili yetu sadaka. Ile kuna vitu vingi sababu ya upuuzi fulani, uzembe wa kijinga. Praise wanakubaliana hapa saa 2 kamili mazoezi. Hadi saa 3 watu hawapo. Wewe si ugoro. Mama Daniel hapa anakaa gonga moto ndani huko. Atoke hapa saa 6 usiku kisa nini? Mngeanza saa 2 kamili mazoezi mpaka saa 4 simemaliza. Ila saa 2 kamili mazoezi. Kwanza kiongozi Deo, kwanza Deo yuko wapi? Wewe kwanza leo sio kiongozi wa praise. Ushashindwa. Wewe mwenyewe ukwepo mpaka saa 3 kasoro mimi hapa hujafika. Make umeshindwa. Wewe mwenyewe wewe unasema wewe mfano. Yaani wewe ni kiongozi, unasema wewe mfano wa kufika mapema. Utamwambiaje kwamba nyie praise mnachelewa? Wewe mwenyewe unachelewa. Tunasoma mara ya kwanza, mimi nakujaga kadha bila kutaarifa taarifa. Kuna watu sio kutagi. Tutamalizana hicho ni kikao kingine. Baada amna kwenda hadi tufanye kikao na nyie praise. Tutaweka utaratibu. Praise nishasemaga, wewe ni praise, huna tofauti na madhabahuni. Ni sheria. Hiyo ni amri, sio ombi. Lazima uhudhurie maombi asubuhi. Sikiliza, unajua kazi ya praise? Kazi ya nyimbo ni kwamba lazima ufike mahali ambako wengine hawajafika. Upate nguvu fulani, upako fulani, upate experience fulani na Mungu ambao mwingine hana. Unapokuja kuimba, kazi yako wewe ni kumchukua mtu yule ambaye yuko mbali kabisa, ni moyo wake yani hana connection, anadandia upako wako wewe. Ndio maana uweze ukashangaa umekosana na mtu, umekasirika, ukipenda sehemu ukakuta kuna wimbo unapigwa, ghafla unaanza kububujika. Unadhani ni connection yako, umedandia connection ya watu wengine. Sawa? Unakuwa umeingilia ndani katikati ya upako ambao mtu mwingine ameutafuta. Si ndio? Tulikuwa tuna ibada ya usifu na kuabudu hapa, si ndio? Kuna wimbo nadhani nimwambia Deo, nimwambia nani? Kwa mtu nimwambia praise. Nikamwambia hau na huyo alivyoimba. Hapa walikuwa wanatupotezea muda. Nimwambia nani? Nimwambia wewe Deo. Nikamwambia hawa walikuwa wanatupotezea muda. Anaimba sawa, anaimba lakini hamna chochote unachokisikia. Sikiliza. Uimbaji sio tamasha. Hapa kanisani sio kwenye tamasha. Hapa ni kwenye ibada. Mtu ameimba, sawa umeimba. Lakini kuna kitu gani ndani unachokiimba? Biblia inasemaje? Paulo alipoongea walichoma mioyo yao. Alikuwa anaongea maneno haya tunaongea kila siku, lakini walichoma mioyo. Sikia, ukimchukua mtu akaongea, mwingine akaongea, ni vitu tofauti. Kuna mtu akiongea inakuja na punch, inakuja na kitu fulani cha kiroho, inagusa moyo, inaleta transformation. Sawa? Nikamwambia Deo, hawana huyu na huyu. Hawa waliimba ndio, wakachezesha watu ndio, ila hapa walikuwa mwilini, hamna kilichofanyika hapa. Nikamwambia next time tukibishane either wasije kabisa. Ushaona? Walimba kwenye praise yetu. Sio wale kulipa kuimba. Japo na wale wenyewe na matatizo yao. Wale ndio basi kabisa. Sawa? Unajua issue sio kucheza mpaka uvunjike mguu. Ni vizuri. Lakini katika hiyo hali uwepo. Sawa? Cheza katika Daudi alicheza mpaka ngozi kavuka. Sawa? Ila alikuwa anacheza connection yake na Mungu wake. Unanipata? Ndio maana kuna wimbo ukiimba unajikuta umebubujika ghafla. Lengo la wimbo ni kututoa huko duniani ambapo fikra zetu zinazunguka huko. Kuna mwingine fikra zake iko mtaa wa Kongo, sasa anatafuta njia hapa kupita. Mwingine anawaza kuku wangu wale. Mwingine anawaza mtu anawaza vitu mbalimbali. Mwingine anawaza ule ugali wangu umechacha, sasa nakuaje? Nitoka hapa nakuaje? Mtu anawaza. Mtoe huko umlete aungane na Mungu. Tunaelewana? Amen. Aungane na Mungu. Ndio maana ukakuta mtu yuko mbali, yani amehama sasa yuko nje. Ila kuna wimbo ukipigwa. Unashangaa ghafla ameingia. Kule anakutana na Bwana. Yaani kama vile umemchukua katika Agano la Kale, hajapita ua wa nje, hajapita ua wa ndani, akapelekwa mbele ya patakatifu, patakatifu. Anaanza kumsikiliza, kuongea na Bwana direct. Ndio kazi yetu. Ndio kazi ya praise. Sawa? So mtu anakuja tu anaruka anaimba mpaka kwenda kauka, anakuja na maji yetu tumenunua kwa hela. Alafu hamna kitu kimechonani. Sawa?
Tunaelewana? Wakati wanafanya maandalizi, watu hawataki kuomba. Wanakuja wanaanza maandalizi bila maombi. Nikamwambia ambaye hawezi kuomba hapa sio mahali pake, atoke. Lazima muombe angalau nusu saa. Ndio mwanzo mazoezi. Kuna walioondoka kisa tu mpaka unawaza. Nikasema ningekuwa namjua mchungaji wao, ningeenda kwa mchungaji wao. Wake nikamwambia mchungaji, mimi nakushauri. Sijui unaliaje praise team yako. Ila hawa na hawa huku kimetokea 1 2 3. Sasa sijui kama ndio utaratibu wa kanisani kwenu au hamna maombi, ni utamaduni tu wa dini. Ila kama utamaduni wa dini, mchungaji wewe ni mchungaji mwenzangu, tuweze tukaambiana. Nyewe zungukeni. Mtu aje niambie kuna mtu wako wako amefanya 1 2 3. Nitakuchukua nitakupost kwenye mitandao, nitaisponsor. Isambae nchi nzima kwamba mnamwona huyu huyu ni tatizo katika mwili wa Kristo. Mnapomwona mnisaidie kutibu. Tunaelewana? Tunaelewana? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lazima uwe na nidhamu. Mwendelezo wenye nidhamu katika kusoma neno ndio unaoleta urahisi wa ukuaji katika mambo ya Mungu na kwenye maisha ya mtu. Mwendelezo wa kinidhamu. Sikiliza, kwenye issue za Mungu, issue huwa sio kufanya kitu. Issue ni mwendelezo katika kufanya kitu. Sijui ni wiki hii au ni wiki iliyopita, ile nyingine nilikwambia kisha nikwambia hivi, Mungu huwa neno lake halidhihiriki mwanzoni, huwa linadhihirika mwishoni wa jambo. Mungu neno, yani Mungu huwa hafanyiki, neno la Mungu huwa halifanyiki mwili mwanzo wa jambo, linafanyika mwili mwisho wa jambo. Si ndio? Yes. Si ndio? Amen. Si ndio? Kwa hiyo ukianza kukomalia kitu, unaomba leo, unamjeka tiba kwamba mimi nitakuwa na maombi safi labda 3 kwa siku au mara 2 kwa siku. Unaomba mara kwanza, utaanza kuwaza unaomba. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu unaanza kuomba mara 2 sio mara 3. Wiki ya 4 mara 1. Wiki ya 5 huombi. Au unaomba leo, umeruka siku 2 3. Yaani unakuwa hamna kitu. Zile nyingine zote ulizofanya unapoteza. Kuna siku moja nilikuwa namsikiza Ben Hinn anaelezea. Akachukua glasi ya maji. Akasema kila ukiomba, akasema kama vile unamimina maji. Kila ukiomba unamimina maji. Kila unaomba unamimina maji. Kila unaomba unamimina maji. Inafika mahali inajaa. Ikijaa ukimimina yanakuwa yanamwagika. Kumwagika sasa ndio yani vitu vinaanza kutokea unajua kuna kiwango ukifika, mfano kile cha kuwa rafiki wa Mungu. Kuna viwango ukifika, sio lazima uombe. Ukiingia tu mahali vinatokea. Ndio ile Yesu ambapo aliingia kwenye nchi ya Wagerasi. Mtu aliyekuwa ni kichaa, anaishi milimani. Alipomuona yeye mwenyewe alitoka nduki mpaka mbele yake akapiga magoti. Anasema tunaomba usitutese. Wakati wetu bado. Yesu hakumuita. Yesu hakumwambia njoo. Yeye mwenyewe alipomuona Yesu alitoka nduki akaenda. Tunaelewana? Pengine alikuwa akipita, mapepo yanalia. Usitutese Yesu Bwana wa Mungu. Usiulize, anakemea. Kaa kimya, yanakaa kimya. Kuna kiwango ukifika vinajipa wenyewe. Si ndio? Si ndio? Sasa ile kiwango unapomba sema yanapomwagika ndio inakosa hiyo, inaambukiza na wengine, inagusa na wengine. Anasema lakini siku ukiacha unakuwa umemwaga yote. Kesho ukirudi unaanza moja. Na ili uamini kwamba ni kweli, angalia. Ukiana mwendelezo wa maombi, afu ukaje ukaacha. Siku ukirudi kutafuta ile wingu. Utatafuta. Utaka imbo huu unatoka. Ngoja nitafute John Lisu alipo. Weka John Lisu atoka. John Lisu moja nende kwa nani? Kwa Boaz Duncan. Unataka Boaz Duncan yuko Mwanza, labda Mwanza ni mbali. Ngoja nitote Ipiana, sababu Ipiana ni hapa Dar es Salaam, itakuwa ni karibu. Upako utashika kirahisi zaidi. Unaweka Ipiana. Unaangalia sasa au labda kule na kuishi ni mbali na mimi. Mbona upako ukamati? Kwa nini? Kwa sababu umeacha. Sasa na kadri unavyozidi zile siku zinavyozidi kuwa nyingi, ndivyo unavyozidi kwenda mbali zaidi. Siku ukirudi mpaka uanze kutoa siku moja mpaka uje urudi ufike pale ulipofika, ina take time. Ndio maana ukishajiwekea utaratibu, unajisikia hata kama umechoka, toka nenda kwenye eneo lako la maombi, mwambie Yesu, kiukweli, kusema ukweli kabisa, nimechoka. Mwili umeshindikana. Ila roho yangu iko radhi. Na unajua Biblia inasema roho ile mwili ni dhaifu. Yesu, mimi hapa mwili wangu umekuwa dhaifu. Kwa cha kufanya
ngoja nipige magoti au nilale hapa hapa. Wewe ngoja tu nilale, lakini kiukweli niko tayari kuomba. Ukinisaidia naomba. Unashangaa ghafla kuna kazo kanaingia, weka wimbo fulani. Ukiweka unaanza kuabudu, ukiabudu unashangaa wingu limekamata. Likamata, lisali limeisha, la pili. Maisha yanaendelea. Sawa? Ile ikitokea haujaomba ukapitiwa na usingizi, inakuja ngazi kutoka mbinguni na dunia, unaona malaika wanapanda na kushuka, panda na kushuka. Hautakosa maono, hautakosa Mungu kukusemesha. Serious, hautakosa Mungu kusemesha. Yaani ukishakuwa na yeye ni hata kama haujafanyaje, umeshindwa, kwamba mwili umekataa sana, umechoka mbaya, umekaa pale ukasikia ukapata usingizi, uwe na uhakika Mungu anakutembelea. Kwa sababu cha kwanza kinachomvuta Mungu ni nia yako. Sikiliza, Mungu hadanganywi. Wewe wadogo Elia, kwani usi maiki? Kama imepoteza natumia nguvu. Mungu huwa hadanganywi. Yaani Mungu huwa havutwi sana na matendo ya nje. Mungu huwa anavutwa na nia. Sawa? Huwa anavutwa na nia. Ile nia yako ya ndani. Mara nilikuwa nikwambia hivi, Mungu anavyotafsiri dhambi, hatafsiri dhambi kutokea kwenye kitendo, anatafsiri dhambi kutokea kwenye nia, lengo. Kwa Mungu anahukumu moyo kwanza kabla hajahukumu vitendo kwanza. Tunaelewana? Kwa hukumu ya Mungu haipo kwenye vitendo kwanza, anahukumu moyo kwanza. Na ndio maana hata kuchagua mtu aliyekuwa anaangalia moyo kwanza kabla kuangalia nje anaonekanaje kwanza. Ndio akamkataa Eliabu akamkubali Daudi, kwa sababu sema mimi naangalia moyo. Kwa kama maoni mwako una kiu kabisa na hamu ya kukaa kwenye na kumuona Bwana, ila mwili umekukatalia, Mungu anakupa nguvu. Biblia inasema hivi, huwapa nguvu wale wazimiao. Si ndio? Biblia inasema bali wale wamngojeo Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kama tai, watakimbia hatachoka. Wamngojeo Bwana, wamngojeo sio kitandani kwenye maombi. Unamsubiri Bwana, unaenda, Mungu kiukweli nimechoka. Unamwambia jana nilikesha, juzi nikakesha, mchana sijarara, nilikuwa na kazi ngumu, nimeshinda nazunguka, jasho limenitoka, jua la dali limenipiga, mpaka mwili umekuwa mweusi. Sasa cha kufanya napiga magoti, nataka kuomba ila mwili umekataa. Kiukweli Bwana, misuli navuta, nachoomba nipe neema yako. Roho Mtakatifu nisaidie niombe, nisaidie kunikutanisha na Bwana, mfunue Kristo ndani yangu, natamani nikuone zaidi. Unapiga magoti pale, naambia sasa Bwana, ukichoka nimwambia waweza kumruhusu mtumishi wako akalala kwa amani, ila katika kulala kwangu nisaidie nikuone. Yakobo wakati anatoka kwa baba yake anaenda kwa mjomba wake Laban, alifika Betheli alilala, hakujua kama pale ni nyumba ya Bwana. Ghafla ngazi, malaika anapanda na kushuka. Ile Mwanzo sura 28, wanapanda na kushuka. Alipona ile maono, anasema akashtuka. Anasema kumbe hapa ni mahali pa Bwana, ni nyumbani mwa Mungu, nami sikujua. Akafunga agano. Amen. Amen. Sasa wewe muda wa kuomba unaenda kulala kitandani. Kinachotokea huko unaota ndoto. Huko kwenye mlima mrefu chini kuna miti ya michongoma na miiba, afu mawe mengi. Afu juu kule unaning'inia, umeshika kajue kanatikisika hivi. Kabakia kidogo tu kachomoke. Unaomba Baba nisaidie, afu unaona kamechomoka chap. Unaanza kushuka, unashuka. Ili unakaribia kutua chini unashuka. Unashtuka, kumbuka kitandani. Kama umelala na mtu umemsukuma chini ameanguka. Unasema, asante Yesu ni ndoto. Asante Yesu ni ndoto. Maana unaona nini? Kuna mti mmoja umechongoka kama mti wa Hamani. Unasubia kumtundika Mordekai, ndio unaenda kutuliepo. Alafu umetanguliza kichwa. Unasema utosi wangu pale, Yesu nisaidie. Unashtuka. Au unaota ndoto unakabwa. Acha ukabwe. Na ndio maana ukikabwa hata ukikemea halikuachii. Kwa sababu tayari ushavunja agano. Bwana anakuambia, Yesu ananiambia, kabwa zaidi. Shetani mkabe zaidi. Sababu unajua ukishtuka hapo, ile hofu, usingizi umekata, utamtafuta Bwana, utaenda kwamba Mungu katika jina la Yesu nakemea. Yesu anasema afadhali umenitafuta. Anapiga makofi. Kumbe saa nyingine kukabwa kunamsaidia Yesu kukutana na wewe. Si ndio? Wewe unadhani Kutoka sura 17 Amaleki wasingewavamia Israeli,
Musa angeenda mlimani kuomba? Asingeenda. Ila walivyovamia yani Amaleki walivyovamia Israeli, Biblia inasemaje? Musa akamwambia Joshua, nenda vitani, Haruni, Huri na mimi tupande mlimani tuombe. Waenda kuomba. Kule wanakutana na Bwana kwenye maombi. Ushaona? Amen. Sasa mwambie jana kwa jirani, ni muhimu sana ulipe neno jicho la karibu, ulipe neno umakini mkubwa, ulipe neno attention kubwa, sababu attention kubwa itasababisha udhihirisho mkubwa. Attention kubwa kwenye neno la Mungu itasababisha udhihirisho mkubwa. Mwambie udhihirisho mkuu ni matokeo ya attention kuu kwenye neno. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kadri ya neno linavyozidi kuongezeka ndani yako, ndivyo linavyozidi kutengeneza mlipuko. Unajua, usijikatie tamaa wala usijidharau. Kwenye geography, tunasoma jiografia. Kuna mlima, kwenye ile aina milima kuna milima ya volcano, si ndio? Kuna volcano tuli, kuna volcano mlipuko na volcano mfu. Tuli ndio mfu. Tuli ndio dormant. Imetulia. Imetuli kama nasema tuli, kuna mtu anatoka tuli. Atanichekesha sana. Volcano tuli, volcano mfu na volcano mlipuko. Sawa? Volcano mlipuko muda wote unalipuka, si ndio? Volcano tuli na wenyewe unaweza kulipuka, japo unaweza usilipuke leo, sio kwa haraka, ila kuna vitu vikitokea, kuna mambo yakifanyika, kuna vitu vikifanyika huko chini, ina uwezekano wa kulipuka. Haujafa, ila kuna uwezekano wa kulipuka, si ndio? Yes. Si ndio? Alafu kuna volcano mfu, dead volcanic mountain, yani ule ushakufa kabisa. Ule ni kwamba hata ufanyeje hauwezi kulipuka, hata kwa dawa hauwezi kulipuka, si ndio? Amen. Mimi naamini humu ndani hata mtu ambaye volcano mfu naamini hata mtu ambaye volcano mfu kwamba ni wewe hauwezi kulipuka kabisa, siamini. Naamini either uwe volcano mlipuko au volcano tuli. Tuli maana yake ukibustiwa utalipuka, si ndio? Yes. Ukibustiwa utalipuka. Mfu ni kwamba hata uchukue booster zote. Ninapaga story ya nguruwe wangu wale, si ndio? Si ndio, nipaga story ya nguruwe wangu wale. Wale nguruwe tuligonga booster zote zilizopo za mifugo, choma sindano, piga dawa, weka kwenye maji, weka kwenye vyakula. Wako pale miaka 3. Utadhani nguruwe yani utadhani kitoto chenye miezi 2. Booster zote zilikataa, si ndio? Lakini kuna mwingine akipigwa booster unashangaa limekuwa kama ling'ombe, kumbe ni nguruwe tu, limekuwa likubwa hilo. Kwani ya sababu ya booster. Amen. Mimi naamini humu ndani hamna mtu ambaye ni volcano mfu. Sawa? Sasa unahitaji neno. Unahitaji neno ili likutibue ndani, likufumue huko ndani, likuboost huko ndani, ulipuke. Ukilipuka, nakwambia mimi nachokiamini kuna namna tukilipuka nchi inapona. Nakumbuka mimi sonagi sana, lakini angalau kidogo ako kadogo na muaminigi Mungu. Nakumbuka ilikuwa Jumamosi ya pili ya mwezi wa 6 mwaka 2020. Ibra na familia yake walisafiri. Walivyosafiri wakaniachia nyumba yao. Ile nyumba yao mimi nifanye retreat. Kwa nikajifungia, nilikuwa nienda kule nikajifungia. Nasijui kwa ni wiki. Kwa unakaa mule. Niko peke yangu, nyumba iko ndani ya fence. Kwa hamna kitu. Hauli,
hizo Tegeta Masaiti. Nikajifungia mule, nikakaa. Nakumbuka ilikuwa Jumamosi ya pili ya mwezi wa 6 2020. Nikaonaga maono, na mgonga niliwaambiaga kitu kama hicho. Ndio kwanza hapo tukaanza kuombea nchi. Nyoka mkubwa amefungua kinywa, anataka kuimeza nchi. Ilikuja kama ramani ya Tanzania, sio kama ilikuja ramani ya Tanzania, ikaingia ndani kabisa ya kinywa cha nyoka. Ili anataka kufumba mdomo, nikapitisha mkono nikavuta nje, ikatoka. Mnakumbuka? Kuanzia pale ndio tuanza kuwa na maombi kwa ajili ya taifa. Mnakumbuka? Kwa mimi naamini kabisa kutokea hapa Mungu anaiponya hii nchi. Si ndio? Yes. Kwenye maeneo mbalimbali, kwenye sekta mbalimbali, kwenye taasisi mbalimbali. Kutokea hapa wanaweza kaibuka wanasiasa wazuri, wakomavu, wenye misuli, wakasimama kwa ajili ya Mungu na kupitisha vitu vya kimungu. Kutokea hapa wakaibuka wahasibu wazuri, walimu wazuri, yani kwenye kila sekta Mungu akaweka watu wa kwake wakaisaidia ili taifa kwenda mbele. Amen. Amen. Lakini bila neno sahau. Naye neno akafanyika mwili. Udhihirisho wote wa Mungu ni neno kufanyika mwili kwenye maisha ya mtu. Na neno haliwezi kufanyika mwili bila maombi, bila ibada maalum binafsi ya wewe na nani? Na Mungu. Tuache mambo ya kudanganyana haya. Swala la ukuaji ni swala la msingi sana katika mwili wa Kristo. Bahati mbaya ni swala ambalo linapewa uangalizi au linapewa nafasi ndogo sana katika mwili wa Kristo. Ndio maana tuna watoto wengi sana katika mwili wa Kristo kuliko watu wazima wengi katika mwili wa Kristo. Amen. Amen. Kama ambavyo nimekuambia mwanzoni, mtoto asiyekuwa ni mzigo kwa wazazi wake, vivyo hivyo Wakristo wasiokuwa ni mizigo kwenye ufalme wa Mungu. Biblia inasemaje? Nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma, atakisimama katikati yangu na nchi, nisije nikaipiga kwa rana. Akasema lakini sikuona. Kwa Mungu anatafuta mtu na kuona. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Neno, wingi wa neno ndani ya mtu unaamua ukuu wa udhihirisho. Yes. Kwenye maneno mbalimbali ya maisha yake. Amen. 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 Humu ndani, ngoja nikufikirishe. Humu ndani wewe kama humu ndani na unajidhani kwamba wewe sio wa thamani, wewe huna mbele, wewe huna faida hata duniani. Kama unajidhania hivyo, nataka tufanye majaribio. Amua kufanya majaribio tu kwamba mimi nataka niwe mtu wa neno, niwe mtu wa kuomba sana, niwe mtu wa Mungu sana. Alafu uone kitakachotokea. Hakunaga mtu ambaye yuko chini sana mbele za Mungu. Hayupo.